Silaha za nyuklia ambazo Ukraine ilihamisha Urusi chini ya masharti ya mkataba wa Budapest katika miaka ya 1990 hazikuwa chini ya udhibiti wa Kiev. Mjumbe wa rais wa Marekani kwa kazi maalum anayefahamika kama Richard Grenell amesema hivyo. Kufuatia kuanguka kwa Umoja wa Kisovieti mwaka 1991, Ukraine ilirithi sehemu kubwa ya silaha za nyuklia za USSR na kuifanya kwa muda kuwa taifa la tatu kwa ukubwa la nyuklia kwa wakati huo. Hata hivyo, silaha hizo zilibakia chini ya udhibiti wa uendeshaji wa Urusi na Kiev ilikosa uwezo wa kiufundi wa kuzizindua. Mnamo mwaka 1994, Ukraine iliweza kutia saini mkataba wa Budapest pamoja na Marekani, Urusi na Uingereza, ambapo Kiev ilikubali kuhamisha silaha zake zote za nyuklia kwa Urusi ili kuhakikishiwa usalama. Ambako katika chapisho lake kwenye jukwaa la kijamii la X, zamani Twitter, Grenell ameandika kuwa wacha tufafanue hali ya mkataba wa Budapest. Silaha za nyuklia zilikuwa za Urusi na zilikuwa mabaki. Ukraine ilirejesha silaha za nyuklia kwa Urusi, hazikuwa za Ukraine. Huo ni ukweli usiofaa. Hicho pia ndicho ambacho aliweza kukiandika au kukichapisha Grenell kwenye jukwaa la kijamii la X kuhusu kweli ya kwamba Ukraine haijawahi kumiliki silaha za nyuklia. Maoni ya Grenell yanakuja huku kukiwa na taarifa mpya za maafisa wa Ukraine wakikosoa upokonyaji silaha wa nchi hiyo katika miaka ya 1990, ambapo hivi karibuni rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alimwambia mwandishi wa habari kutoka nchini Uingereza anayefahamika kama Morgan ya kwamba Ukraine ililazimishwa kuachana na silaha zake za nyuklia, na akaelezea mkataba wa Budapest kama ujinga usio na mantiki na usiowajibika sana. Alisema ya kuwa Kiev inapaswa sasa kuharakishwa katika NATO au ipewe silaha za nyuklia na mifumo ya makombora ili kukabiliana na Urusi. Jenerali mstaafu wa Marekani Keith Kellogg, ambaye pia anahudumu kama mjumbe wa Trump nchini Ukraine na Urusi, alitupilia mbali pendekezo hilo. Ambapo akiongea na Fox News Digital mwezi uliopita, Keith Kellogg alisema ya kuwa nafasi ya wao kurejesha silaha zao za nyuklia ni ndogo na hakuna. Alisema hebu waseme ukweli kuhusu hilo, sote tunajua hilo litafanyika. Keith Kellogg alisema hivyo. Urusi imerudia kusema ya kwamba Ukraine haikuwahi kumiliki silaha zake za nyuklia, kwani mali hiyo ni ya Moscow kama mrithi pekee wa kisheria wa Umoja wa Kisovieti. Maafisa wa Urusi pia wanashikilia ya kuwa mkataba wa Budapest ulizingatia hali ya kutoegemea upande wowote wa Ukraine, ambayo tangu wakati huo imeathiriwa na upanuzi wa mashariki wa NATO na matarajio ya Kiev kujiunga na umoja huo. Moscow imetaja matarajio ya Ukraine kujiunga na NATO na tishio lake la kupata silaha za nyuklia kama sababu kuu za mzozo wa Ukraine, ambako mwezi Novemba rais wa Urusi Vladimir Putin alionya ya kwamba ikiwa Ukraine ingepata silaha za nyuklia, basi Moscow ingetumia njia zozote za uharibifu zinazoweza kutumiwa na nchi hiyo ya Urusi. Pia taarifa nyingine ambayo nakufahamisha muda huu ni kuhusu Ulaya haiwezi kuondoa vikwazo mpaka Urusi iweze kujiondoa kikamilifu huko nchini Ukraine, ambapo kujiondoa bila masharti kwa Urusi kutoka Ukraine ni mojawapo ya masharti makuu ya kubadilisha au kuondoa vikwazo vya Umoja wa Ulaya. Msemaji wa tume ya Ulaya anayefahamika kama Anita Hyper alikiambia hivyo chombo cha habari cha Ukraine Senspline mnamo Machi 26 kuhusu taarifa hii, ambapo kauli ya Hyper inafuatia matakwa ya Urusi ya kwamba vikwazo vya Magharibi kwa mauzo ya nje ya kilimo viliondolewa kabla ya kutekeleza usitishaji vita katika Bahari Nyeusi. Msemaji huyo alisisitiza kuwa vikwazo vya Umoja wa Ulaya
havilengi biashara ya kilimo ya Urusi, ikiwa ni pamoja na chakula, nafaka na mbolea. Na nchi za tatu alikariri ya kuwa kuondolewa kwa vikwazo kutahitaji Urusi kujiondoa kikamilifu kutoka Ukraine. Kufuatia mazungumzo ya siku mbili mjini Riyadh Machi 25, Ukraine, Urusi na Marekani zilikubaliana kutekeleza usitishaji vita katika Bahari Nyeusi na kupiga marufuku migomo dhidi ya miundombinu ya nishati, ambako tofauti na Urusi, Ukraine na Marekani hazikuhusisha moja kwa moja mpango huo na msamaha wa vikwazo. Washington imekubali kusaidia kuwezesha usafirishaji wa chakula na mbolea nchini Urusi kwa kupunguza gharama za bima ya baharini na kuimarisha ufikiaji wa bandari za kimataifa na mifumo ya malipo. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump hapo awali alisema kuwa Washington inaangalia uwezekano wa kuondoa baadhi ya vikwazo kwa Urusi ili kupata usitishaji vita wa Bahari Nyeusi. Moscow inasisitiza kuwa usitishaji vita wa Bahari Nyeusi utaanza tu ikiwa nchi za Magharibi zitaondoa vikwazo kwa Rosebank na taasisi zingine za kifedha zinazohusiana na biashara ya chakula kurejesha ufikiaji wao wa mfumo wa malipo wa SWIFT. Kremlin pia inadai kuondolewa kwa vikwazo kwa wazalishaji wa chakula wa Urusi, wauzaji bidhaa nje na meli za mizigo zenye bendera ya Urusi zinazohusika na biashara ya kilimo. Mfumo wa kwanza wa Umoja wa Ulaya unajumuisha vikwazo vya kiuchumi kwa zaidi ya watu 240.